Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tulionayo usiku huu. Licha ya uchaguzi kuwa wa amani Nigeria, Uingereza na Marekani zaonyesha wasiwasi wa kuwepo udanganyifu katika kuhesabu kura. Kampeni zaanza rasmi hapa Uingereza huku kukiwa na siku 38 hadi kufanyika uchaguzi mkuu. Mawaziri 5 wachunguzwa na maafisa wengine wa serikali nchini Kenya kwa tuhuma za ufisadi. Nyota ya Dunga kuunda upya kikosi cha timu ya kandanda ya Brazil yazidi kung'aa, ashinda mechi yake ya 8 walipoichapa Chile 1-0 katika mechi ya kirafiki. Naam, hujambo na karibu katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ni dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni yako na michezo. Mimi ni Kasim Kaira nikiwa hapa London. Mataifa ya Uingereza na Marekani yameelezea wasiwasi kwamba huenda kumekuwepo na wizi wa kura wakati wa kuhesabiwa kufuatia uchaguzi wa rais nchini Nigeria. Mataifa hayo yameelezea kwa jumla kuridhika kwamba uchaguzi wa Jumamosi ulifanyika kwa amani, lakini yakaelezea wawakilishi wao walishuhudia mambo fulani ambayo yaliingilia utaratibu wa kuhesabu kura. Mwandishi wetu Salim Kikeke yuko mjini Abuja ambako tunaungana naye. Salim, je, madai hayo ya Uingereza na Marekani yamepokelewa vipi nchini Nigeria? Naam Kasim, tume ya uchaguzi kupitia msemaji wake Kayode Idohu wamesema wametupilia mbali hayo madai na kusema hakuna ushahidi wowote unaoonyesha kwamba mambo kama hayo yalitokea katika mchakato wa upigaji kura. Hata hivyo hayo wakati yakiendelea, waangalizi wengine wa kimataifa na wengine wa ndani wamepongeza sana jinsi uchaguzi huu ulivyofanyika, upigaji kura, na mpaka katika hatua hii Jumuiya ya Madola imetoa taarifa yao leo ya kati na kusema kwamba imeridhishwa na jinsi mchakato mzima ulivyofanyika kwa ujumla, na hivyo kupongeza serikali ya tume ya uchaguzi ya Nigeria kwa kuweza kufikisha uchaguzi katika hatua hii, na wamesema watatoa taarifa nyingine hapo baadaye. Lakini zaidi kinachozungumzwa hivi sasa ni kusubiri matokeo, ni subira ambayo wengi wamekaa majumbani wakisubiri lini matokeo yatatoka, na nilipita mitaani kuangalia hali ilivyo. Ni subira na mashaka hapa. Mitaa mitupu katika mji wa kaskazini wa Kano. Ulinzi mkali nje ya tume ya uchaguzi, huku taifa likisubiri kuona kama vigogo wa kisiasa watazingatia sheria. Ukiangalia hapa sokoni, zaidi ya 80% ya watu hawapo. Wako nyumbani wakisubiri matokeo ikiwa ghasia zitatokea. Watu wana wasiwasi. Tunatumaini kwa kila namna kwamba Mwenyezi Mungu atafanya kila jambo kuwa salama. Chama kikuu cha upinzani APC kimepamba makao yake makuu wakitarajia ushindi. Marekani na Uingereza zimetoa tamko la pamoja na kuonya kwa kusema kuna dalili za kusononesha katika uhesabuji kura na huenda zimeingiliwa kisiasa. Kuna mvutano kwa hivi sasa na wasiwasi nchini. Ni kutokana na kupotosha maoni ya Wanigeria, na hayo yanahitaji jibu la haraka. Hakuna anayesema chochote waziwazi, lakini chini kuna wasiwasi kuwa huenda Goodluck Jonathan anaelekea kupoteza katika uchaguzi huu na anatafuta njia za kuepuka hali hiyo. Na jinsi matokeo yanavyozidi kuchelewa kutolewa, hali ya wasiwasi nayo huenda ikazidi kuongezeka. Uchaguzi wa Jumamosi hata hivyo umesifiwa kuwa wa huru na wa haki, jambo ambalo ni mafanikio makubwa kwa Nigeria. Waangalizi wanaofuatilia mchakato wanasisitiza kuwa ni rahisi kuona wizi ukifanyika. Wapiga kura wa Nigeria wameweza kukwea changamoto. Sasa shinikizo liko kwa wanasiasa nao kufanya vivyo hivyo. Na Salim, bado huko hapo Abuja, lakini sasa mshindi anatazamiwa kutangazwa kesho, licha ya kuwa tumeanza kupata fununu kutokana na matokeo kutoka huku na kule. Lakini kwa upande wa matokeo ambayo tayari yamepatikana kufikia sasa, je, inaelekea raia wa Nigeria wanaridhika nayo?
Mpaka hivi sasa Kasim, unaweza kusema wameridhika na matokeo, na si matokeo mengi sana ambayo yametoka. Kumbuka kwamba mshindi anatakiwa apate theluthi 2 ya kura zote na ashinde pia theluthi 2 ya majimbo yote 36. Matokeo mpaka hivi sasa ambayo yametolewa rasmi na Tume Huru ya Uchaguzi ya Nigeria INEC ni kwamba Goodluck Jonathan ameshinda majimbo 4 na mpinzani wake Muhammadu Buhari ameshinda majimbo mengine 4, lakini vile vile Goodluck Jonathan ameweza kushinda unaweza kusema hili jimbo la shirikisho la Abuja. Kwa hiyo bado ushindani ni mkali sana, unaona kama hivyo 4 kwa Goodluck na 4 kwa Buhari, bado mvutano ni mkali, na pengine matokeo rasmi yatatoka kesho asubuhi, lakini mwenyekiti wa tume ya uchaguzi amesema atazungumza usiku huu kutoa matokeo zaidi. Asante sana Salim Kikeke ukiwa huko Abuja, na tutatarajia kupata matokeo haya yatakapotangazwa. Shukran sana. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Taarifa kutoka Yemen zinasema mapigano makali yamezuka katika bandari ya Aden baada ya wapiganaji wa Kishia kujipenyeza katika vitongoji vya kaskazini mashariki mwa mji huo. Waasi hao walikabiliwa na majeshi yanayomtii Rais Abdurrabb Mansur Hadi, hii ikiwa imefuatia siku 5 za mashambulizi ya anga ya majeshi ya muungano wa nchi za Kiarabu zinazoongozwa na Saudia yanayowalenga waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema anaondoka katika mazungumzo makali baina ya viongozi wa nchi zenye nguvu duniani na Iran kuhusu mpango wa nyuklia wa nchi hiyo. Akiulizwa mapema iwapo anafikiria kama kutakuwa na maafikiano, Bwana Lavrov alijibu sio kazi yake kuwa na matumaini siku zote. Polisi wa Bangladesh wamesema bloga mmoja ameuawa kwa kuchomwa kisu jijini Dhaka. Washikur Rahman aliuawa karibu na nyumba yake. Watu 2 wamekamatwa. Mauaji hayo ni mapya katika mfululizo wa mashambulio dhidi ya waandishi huru nchini Bangladesh. Waziri mkuu wa zamani wa Israel Ehud Olmert amekutwa na hatia ya kula rushwa na kwenda kinyume na kuaminiwa katika kesi yake ya awali ya rushwa mjini Jerusalem. Waandishi wamesema ushahidi mpya uliotolewa na meneja wa ofisi yake ni muhimu sana. Wakili wa bwana Olmert amesema amevunjika moyo kutokana na uamuzi huo na watakata rufaa. Kampeni kwa ajili ya uchaguzi nchini Uingereza zimeanza rasmi leo, kukiwa na siku 38 hadi kufanyika uchaguzi mkuu, yani tarehe 7 Mei. Jana usiku bunge lilivunjwa na asubuhi ya leo waziri mkuu David Cameron alikutana na Malkia kwa mara ya mwisho kukamilisha uongozi wa serikali ya muungano wa miaka 5. Wakati wa mchana, kiongozi wa chama cha Conservative alipiga risasi kuashiria kwanza kwa kampeni Downing Street. Wakati huo huo, Ed Miliband amesema serikali ya Conservative italeta hatari ya wazi kwa makampuni ya Uingereza ikijaribu kujiondoa katika muungano wa Ulaya, akitoa ahadi ya kufanyika kura ya maoni kabla ya mwisho wa mwaka 2017. Zawadi Machibia ana maelezo zaidi. Akiwa njiani kwenda kukutana na Malkia, bunge limeshavunjwa na hii ni safari ya mwisho kuingia kasri la Buckingham kwa waziri mkuu kabla ya uchaguzi mkuu. Hakuna haja ya kuomba kibali kwa Malkia, mihula ya bunge inafahamika. Hivyo tarehe ya uchaguzi ilishawekwa kwenye kalenda miaka 5 iliyopita. Baada ya kuzuru kasri la Malkia, ni mara yake ya mwisho kutoa hotuba yake kwa nchi akiwa Downing Street. Miaka 5 iliyopita nilipoingia ndani kupitia mlango huu mweusi, mamilioni ya watu hawakuwa na ajira, hakukuwa na uhakika wa uchumi kwa familia, na kulikuwa na wasiwasi wapo nchi yetu ingeweza kulipa madeni. Uingereza ilikuwa ukingoni. Miaka 5 baadaye, kwa sababu ya mpango yetu ya muda mrefu kiuchumi na maamuzi magumu tuliyochukua, tuna watu wengi kazini leo katika historia yetu. Viwango vya maisha vimepanda na uchumi wa Uingereza umeimarika zaidi. And Britain is more economically secure. Mtu pekee anayeweza kuwa waziri mkuu wa Uingereza ajaye ni Ed Miliband. Kiongozi huyu wa Labour alitumia muda wa asubuhi kuweka wazi maoni ya chama chake kuhusu biashara. It's a better plan in which a proper industrial... Ni mpango mzuri wa mafanikio ambao una mbinu sahihi ya kujenga uwezo mkubwa kwa makampuni ya biashara Uingereza yaweze kutoa mishahara ya juu, ujuzi mkubwa na faida zaidi kwa makampuni haya na familia pia. Na pia ni mpango usiohatarisha ajira, mauzo nje na uwekezaji au kutoingiza uchumi kwenye miaka isiyo na uhakika kutokana na tishio la kujitoa kwenye muungano wa Ulaya.
Lakini huku mchuano ukiwa mkali, mwelekeo utaangukia kwenye vyama vidogo vya siasa ambavyo vina nafasi kubwa ya kuunda serikali ijayo. Tunataka kuunda muungano na wengine wenye mawazo ya maendeleo ili tuitikise Westminster. Tuone mageuzi ya kidemokrasia, tupate mbadala wa kubana matumizi. Tunapata sera na siasa kutoka Westminster zisizo na maslahi ya watu popote walipo Uingereza. Sasa mambo yote yako ulingoni. Kampeni zinaanzia hapa. Kila jimbo liko tayari kujinyakulia kura na ni vigumu kutabiri matokeo. Lakini katika wiki 6 zijazo, mengi yaweza kubadilika. Zawadi Machibia, BBC. Na muda si muda utaona namna tambu licha ya kuwa na ladha inayochangamsha sana, pia ina athari kubwa kiasi cha serikali ya Taiwan kuchukua hatua. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unatupata kupitia Star TV Tanzania, QTV Kenya, Raga TV na RT Mantashi huko Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Mimi ni Kasim Kaira na bado tuko pamoja. Tafadhali usiondoke. It's just frozen, it's not moving. Yep. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu siku huu. Uingereza na Marekani zimeelezea hofu yake kuhusu wizi wa kura katika uchaguzi wa urais nchini Nigeria. Nchi hizo zimefurahia uchaguzi huo wa Jumamosi uliofanyika kwa amani, lakini zimesema kumekuwa na ishara kulikuwa na uingiliaji wa kisiasa katika mchakato wa usajili wa matokeo ya kura. Viongozi wa kisiasa wa Uingereza wameanza kampeni kabla ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika tarehe 7 mwezi Mei. Kura ya maoni imeonyesha chama tawala cha Conservative kinakabiliwa na upinzani mkali wa chama cha Labour na huenda kusiwe na chama kitakachopata viti vingi bungeni. Nchini Kenya, kikosi kazi kimeundwa kuchunguza madai ya hivi karibuni dhidi ya maafisa wakuu serikalini pamoja na wanasiasa waliotajwa na halmashauri ya kupambana na rushwa nchini humo. Walikuwa kushtakiwa kwa kashfa za rushwa wa wizi wa mamilioni ya fedha za umma. Mwishoni mwa wiki, mawaziri 5 walijiondoa baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutaka wote waliotajwa na tume hiyo kuachia nyadhifa zao kupisha uchunguzi. Leo kumekuwa na maandamano yakiongozwa na mashirika ya kiraia yakitaka wote waliotajwa washtakiwe. Baadhi ya wananchi wametoa maoni yao.
Waweze kutimiza yale maneno yote alisema, ya kwamba wakipatikana wana makosa wapelekwe kotini. Wale waliochaguliwa kwa wingi wa kura, wao ndio wanajumbiza juhudi za ufisadi, sababu wao hawataki kujuzuru, ndio majina yao ikitakazwa warundi. Wao wanang'ang'ania tu, mradi wamechaguliwa na watu waibe wasiibe, watakaa kitako tu. Yes. Lakini ilikuwa kitu ya maana na muhimu. Wakipatikana na hatia, inatakikana wakae kando kabisa, yani waondolewe kwenye hizi maofisi, kwa sababu hii ndio itakuwa maonyesho mzuri kwa wana Kenya. Itaonyesha ya kwamba ni kweli serikali inapigana na hii mambo ya ufisadi. Viongozi wale ambao already wako kwa uongozi, naona kama inasaidia kwa sababu wataogopa. Kwa muda wataogopa, lakini labda itarudia baadaye, lakini kwa sasa itasaidia wakubwa kabisa. Maoni ya Wakenya hapo kuhusu hatua hiyo ya Rais Kenyatta kutoa hadharani bungeni orodha ya wote waliotajwa na halmashauri ya kupambana na rushwa imesifiwa na wengi, lakini pia imekosolewa na wengine, huku wanasiasa wakisitiza hawaondoki kuruhusu uchunguzi ufanyike kwa sababu wamechaguliwa na wananchi. Nilizungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya, Barak Muluka, akiwa katika studio zetu huko Nairobi. Mara nyingi tunazungumzia ufisadi ambao unatekelezwa na watu ambao wanahudumu katika nyanja za juu serikalini. Kwa hivyo sasa wakati huu ambapo tunaona kuwa kuna watu washukiwa katika ngazi za juu serikalini na ambao ni wateule wa Rais Uhuru Kenyatta, ni jambo la busara kuwa wameweza kuulizwa waweze kujitenga kidogo kutoka katika afisi zao, ingawa kuna wale ambao wangependelea kuona kama labda sio tu kujitenga kwa muda, lakini labda kama wameweza kujiuzulu. Lakini wabunge sasa ni kama wanasusa, ni kusema wanayo kinga wao, na yani ukilinganisha na mawaziri. Ukiangalia katiba ya Kenya jinsi ilivyoundwa na inavyosema, na ni kuwa katika ibara ya 104 wabunge walipewa nafasi na majukumu ya kuweza kuunda sheria ambayo inaweza kuwafanya waondolewe kazini iwapo watahusika na visa vya ufisadi au visa vinginevyo ambavyo vitaweza kushusha hadhi kazi yao ya ubunge. Na kufuatana na sheria ambayo waliunda, ni vigumu sana kuang'atua. Na leo kumekuwa na maandamano, tunafahamu watu walipeleka punda mjini wakiwa na maandishi ya kulaani rushwa. Ni kuashiria hatua ya Rais Kenyatta kuwasukuma watu waliotajwa haitoshi labda? Jambo lililo muhimu ni kuwa hizi harakati za kuweza kuang'atua watu ambao wanashukiwa kuwa wamehusika katika visa vya ufisadi sicho kitu kinachoweza kutendeka kwa hatua moja tu. Ni hatua ambazo lazima watu mbalimbali waendelee kuchangia, kuwa sinikizo ziendelee kuwa zinatolewa na makundi mbalimbali, ndipo hasa huo mwendo uweze kuwa umekazwa. Bwana Muluka, kuna wale ambao bado hawana imani na hatua hiyo, hata baadhi wameanza kusema hiyo ni danganya ya watoto. Rais aliweza kuomba msamaha kwa Wakenya kupitia bunge, na ni jambo ambalo wengi wamelichukulia kuwa ni jambo ambalo hakuwa anafanya mzaha. Nafikiri labda itastahili apewe muda kidogo ndio watu waanze kukosoa. Nionavyo kama mchanganuzi wa mambo katika hili taifa, katika nchi hii, ni mapema sana kuweza kuanza kukata kauli za aina hiyo na kuanza kusema kuwa ni danganya. Ingekuwa heri wampe muda, na iwapo wataona hapo baadaye kuwa ameanza kuwa mlegevu, wamwambie kuwa umelegea. Ni mchambuzi Barak Muluka hapo. Naam, baada ya tumbaku, pombe na kahawa kwa wingi, inadhaniwa tambuu ndio kitu kinachotumiwa zaidi duniani. Tambuu hupatikana kote barani Asia, inatoka katika mti wa areza, hutafunwa na ina ladha inayochangamsha sana, lakini faida ndogo kabisa wanayoipata watafunaji ina athari kubwa sana, kiasi kwamba sasa serikali ya Taiwan imeamua kuchukua hatua, kama anavyotueleza Suluma Kasim.
kimbilia kuwakabidhi wateja wa Tambuu wanaosubiri ndani ya magari yao. Maduka ya Tambuu kama haya yameenea kote nchini Taiwan. Wenye maduka huwaajiri wanawake wanaovutia kuuza Tambuu. Wanunuzi ni wengi, lakini madereva na wajenzi ndio wanapendelea zaidi Tambuu. Natafuna Tambuu kwa sababu naendesha lori yangu safari za mbali sana, hivyo hunisaidia kuwa macho. Tambuu ni sehemu ya utamaduni wa Taiwan. Watu hawa hutoa kama zawadi vile siku za harusi au hutumiwa ikiwa mtu anahisi amevimbiwa. Lakini Tambuu inahadaa tu. Ukweli ni kwamba mtu anaweza kupata saratani ya mdomo. Kitu kinachofanya utafunaji Tambuu Taiwan kwa hatari zaidi ni kwa sababu hutumiwa zikiwa mbichi kabisa, sio kama vile maeneo mengine barani Asia ambako huanikwa na huwa hazina athari yoyote. Mbali na kupata saratani mbaya kama hizi, watu huchanganya Tambuu na vitu vingine mbalimbali vya hatari. Watu wengine kama vile Bwana Chu hakuwa nafahamu madhara yaliyoko hadi pale alipopata saratani iliyoathiri uso wake miaka 3 iliyopita. Kila ninapokula au kunywa basi hunivuja mdomoni. Nasikitika sana nikihisi kwa nini linifike hili, lakini sikuwa na la kufanya. Ametafuna wakati ujana wake, lakini ni miaka 20 baada ya kuacha kutafuna Tambuu amekuja kupata saratani. Mbali na kampeni za elimu, serikali imekuwa ikiwapima watu zaidi ya milioni 1 bila malipo, na watu husaidiwa kuacha uraibu wao wa Tambuu. Hadi sasa idadi ya watu wazima wengi wanaotafuna Tambuu imepungua sana. Hivi sasa serikali inajaribu kupunguza kuenea kwa Tambuu na kuwasaidia wakulima kutafuta mazao mbadala. Lakini kwa vile saratani inaweza kuchukua muda miaka 20 hadi kujitokeza, pengine watu wengi hawataweza kuepukana nayo. Saratani itaendelea kuathiri watu kwa miaka mingi. Suluma Kasim, BBC. Naam, hapo baadaye na Charles Hilary tutapata habari za michezo. Mimi ni Kasim Kaira na hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. So 48, 49 it says. 48, 49, 50. Okay, and bye-bye. Oh, right. Oh, doesn't look very good. Yeah. Social media ni naye. Yeah, social media. No, ile nitapitia tu juu. Taipita juu. Yes, ya ufisadi, uchunguzi wa ufisadi ya. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Kasim Kaira. Ni wakati wa habari wa michezo na pamoja nami ni Charles Hilary. Charles. Naam, asante sana Kasim Kaira. Na basi tuangalie mechi ya kandanda ya kirafiki iliyochezwa jana
katika uwanja wa Emirates hapa London kati ya Brazil, ambapo iliendeleza ubabe wake dhidi ya Chile ikiwa chini ya meneja mpya wa timu hiyo ama kocha mpya Dunga. Katika mechi hiyo basi ilitawaliwa kidogo na rafu za hapa na pale, mlengwa mkuu akiwa ni Neymar, ambaye miongoni mwa rafu nyingi kubwa ilikuwa ni hii hapa ya Gary Medel aliyemtimba karibu na goti, na mwamuzi Martin Atkinson hakuchukua hatua yoyote. Brazil walipachika bao safi kupitia kwa mshambuliaji hatari kabisa Roberto Firmino, ambaye alianza mechi hiyo akiwa katika benchi. Dunga aliyekuwa nahodha wa Brazil iliyonyakua kombe la dunia mwaka 1994 anayesuka upya timu hiyo kabla ya mechi za Copa America mwezi wa Juni kule nchini Chile. Chama cha kandanda cha Liberia kimetangaza kuanza upya kwa ligi ya kandanda ya nchi hiyo ambayo ilisimama kwa miezi 8 kutokana na mlipuko wa maradhi ya Ebola. Maradhi hayo yameua takriban watu 3,400 nchini humo Liberia, nchi inayokaribia kutokomeza kabisa ugonjwa huo. Wote watakao kwenda viwanjani wakiwemo wachezaji watalazimika kupimwa kugundua kama wana dalili za Ebola. Hata hivyo, tarehe 20 mwezi huu mgonjwa mpya alipatikana na maradhi ya Ebola nchini Liberia, na kwa kawaida nchi inatakiwa kumaliza siku 42 bila mgonjwa mpya kabla haijatangazwa imemaliza kabisa Ebola kama ilivyofanywa kwa Senegal na Nigeria mwaka jana. Tuangalie basi michuano ya mchezo wa rugby ama raga kule Hong Kong, kombe la Sevens. Fiji imenyakua kombe hilo ilipowararua mabingwa watetezi New Zealand kwa 39-19 katika mechi ya kwanza. Fiji, nchi ya visiwa vidogo sana mashariki mwa New Zealand, waliongoza kwa mabao 21-0, hali iliyoondolea wasiwasi katika fainali hiyo ya 12 kuzikutanisha timu hizo. Katika mataji ya timu zilizo katika kiwango cha chini, Kenya ilibeba ngao kwa kuilaza Japan kwa mabao 26-7. Na mcheza golf mashuhuri kabisa duniani wa Marekani Tiger Woods amepigwa kumbo katika ile orodha miongoni mwa wachezaji 100 bora duniani kwa mara ya kwanza tangu aanze kucheza mchezo huo. Woods aliyeshinda mataji 14 makubwa duniani aliyeingia kwa mara ya kwanza miongoni mwa wacheza golf bora 100 mwaka 1996 na baadaye kushikilia rekodi ya nambari 1 duniani kwa wiki 683. Sasa ameshuka hadi nafasi ya 104. Ni hayo tu Kasim katika michezo. Asante sana Charles Hillary, na naona umeniiba tai, lakini asante. Hapana, tai yangu ni bora zaidi ya kwako. Asante sana Charles. Naam, sasa tutupie macho ukurasa wetu, mitandao yetu ya kijamii, ambapo tumewauliza kuhusu uamuzi huu wa mawaziri 5 nchini Kenya ambao wamejiuzulu ili kuhakikisha kwamba kutafanyika uchunguzi kufuatia shutuma za ufisadi. Naam, John Iburi kutoka Kenya anasema kama ni kupiga vita dhidi ya ufisadi, vipigwe mpaka mashinani ili nchi yetu Kenya iweze kuendwa vyema na uchumi wake uwe thabiti. Martin Ksondwa wa Mwanza anasema kafanya vizuri sana, lakini hilo haliwezi kusaidia chochote katika ufisadi. Naye Hamza Marishi anasema hiyo ndio hasa tunayohitaji barani Afrika. Na kupitia Twitter hapa Juma mwanaharakati amesema hiyo ni njia mojawapo ya kukomesha vitendo vya ufisadi, japo wanapopaswa kufikisha katika vyombo vya sheria. Na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi kesho panapo majaliwa. Mlale panel. Alamsiki. Fast.